Kitabu cha Zaburi ya 118. Zaburi ya 118 mstari wa kwanza mpaka mstari wa mstari wa 7. Haleluya. Mtanisaidia kuitikia, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo mimi nitasoma kile kipande kimoja, ninyi mtaitika, kwa maana fadhili zake ni za milele. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Israeli naseme sasa, lango wa Haruni na waseme sasa, wamchao Bwana na waseme sasa. Katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Mstari wa 8, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Amen. Tukae. Haleluya. Bwana apewe sifa. Leo ni Jumapili ya pili kutoka mwisho katika zile Jumapili ambazo tumekuwa nazo mwaka 2025. Kwa hiyo imebaki Jumapili moja tu ya tarehe 28 mwaka utakuwa umeisha. Jumapili inayofuata ile itakuwa ni Jumapili ya tarehe 4 2026. Haleluya. Asa ndugu zangu na rafiki zangu, tunaposema tunafikia mwisho wa mwaka, kila mtu ana mambo ya kuhadisia. Akajaribu kufikiria, nikasema ni watu wangapi wamepitia mapito magumu kwa kosa ambalo hajafanya kabisa? Ni watu wangapi wameadhibiwa kwa makosa ambayo sio ya kwao, kuanzia pale nyumbani, kanisani, katikati ya jamii? Ni wangapi wamepewa ukilema kwa kitu ambacho hajafanya kabisa? Ni wangapi wamekufa kwa kosa ambalo hajafanya kabisa, lakini amekufa? Sisi tuna neema, tumeparazwa, lakini tumepita katikati ya nyakati ngumu za misiba migumu sana katikati ya jamii zetu. Wako yatima ambao si saa ya Bwana imefika ya wao kuwa yatima, lakini wazazi wao walitoka, hawakurudi, wala maiti yao wala mzazi. Tumepita mahali pagumu. Kwa kifupi, Bwana apewe sifa. Haleluya. Hasa kinachoumiza hayupo wa kuwahurumia hao, hayupo wa kusema popote. Hayupo wa kuona unapigwa huruhusiwi kulia, unauliwa huruhusiwi kufanya msiba. Tumepita nyakati ngumu. Bwana asifiwe. Hasa tunaishi katikati ya jamii ya watu wenye maumivu makubwa, na hasubutu hata kuelezea maumivu yake. Tunaishi katikati ya watu wenye msiba mkubwa, na furaha ya msiba. Ukiwa na msiba unaandika message, unaambia jamani, nimefiwa na mama yangu, nimefiwa na baba yangu. Kwa hiyo watu wanaanza kukufariji, pole, wengine wanakuja kukusalimia. Lakini tunaishi katikati ya watu ambao wana misiba,
na hana uhuru wa kusema kwamba nimefiwa, na hayupo mchungaji wa kumsemea, hayupo kiongozi wa kumsemea, na akisikika mtu anamsemea anatolewa taarifa zake. Sasa nilikuwa najiuliza, huyu mtu ambaye amechukuliwa mpaka ameenda kupigwa, anashindwa kutembea, imeanzaje? Akili yangu ikaniambia inawezekana ni mtu tu amemchukia, akapiga simu akasema sasa kuna huyu jamaa yuko hapa naye ana kerere, njooni mumchukue. Akachukuliwa akaenda kuteswa. Wakati natembea hivyo akili yangu ikaniambia hivi, na mimi inawezekana kuna siku moja labda nimekaa tu hivi nikachukuliwa niende nikapelekwa mahali nifinywe tu, afu hamna mtu wa kukutetea. Nikasema huku moyoni mwangu, hayo mambo yanakuja. Bwana apewe sifa. Ukisikia mwenzako ananyolewa, tia maji za kwako. Anasifiwe. Sijui kama mnanielewa. Hakuna usalama katikati ya maisha yetu. Sasa mimi nimekutafakarisha. Biblia inasema hivi, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Hallelujah. Sasa katikati ya mambo yote tunakumbushwa tumshukuru Mungu. Ukiona uko hai rafiki yangu, mshukuru Mungu. Hallelujah. Tukisikia haya mambo ambayo pengine kuongea tu ni ile inakuja huko kichwani, lakini ukisikia watu sijui waliandamana wakafa, hakuna walioandamana wakafa. Waliokufa ni watu walioenda kununua chakula chao. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake uovu unapotamalaki mahali, hata ndugu yako ambaye hajui fujo ni nini atapigwa na huo uovu. Wamama walokole ambao wanaenda kanisani kuomba watakutana na hicho kitu hapo njiani, watakufa. Kwa hiyo tuna haja ya kumshukuru Mungu. Hatuwezi kusema kwamba sisi tuko salama kwa sababu sisi ni wema, tumekaa hatujafanya fujo. Hapana, waliokufa sio kwamba wamefanya fujo. Ni uovu. Uovu unapotawala na watu wakaushangilia uovu na watu wakaufurahia uovu, ule uovu unaleta mauti mpaka katikati ya wema ambao hawahusiki. Kwa nini watu gani wanauliwa? Ni wachungaji, viongozi wa dini ndio wanauliwa. Kwani viongozi wa dini wamefanyaje? Tumefanyaje sisi? Tumefanyaje? Na ndio kipaumbele. Kwa hiyo viongozi wa dini wakimaliza watafuatia wazee wa kanisa, watafanya kanisa linakufa. Sasa Daudi anasema shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hallelujah. Hili neno shukuruni kwa Kigiriki ni neno charismatia, ambalo tafsiri ya charismatia ni muunganiko wa maneno mawili. Ni muunganiko wa maneno mawili ambalo la kwanza ni eucharismatia. La kwanza ni ambalo tafsiri yake ni mema au mazuri. La pili ni charis ambalo ni fadhili. Kwa mtu anaposema shukrani, anamaanisha hivi, anamaanisha neema ya mema. Kwa sababu mshukuruni Bwana, maana yake kuna neema ya mema kwa Bwana. Hallelujah. Tafsiri yake neema ya mema, maana yake ni jambo ambalo mtu hajalifanyia chochote. Neno hili kutoka kwenye lugha nyingine ya Kiebrania ni kukiri, ni kusifu au kushukuru. Kwa hiyo Zaburi inaposema mshukuruni Bwana, kwa lugha nyingine inasema msifuni Bwana kwa kuwa ni mwema. Kwa lugha nyingine inasema kirini ya kwamba Mungu ni mwema. Hallelujah. Tumepatwa na msiba, sema Mungu ni mwema. Umepitia mateso, sema Mungu ni mwema.
Wale wahubiri ambao wako smart hawana nguvu ya kuhubiri tena, kwa sababu hutakiwi kuhubiri sawa na Roho anavyokuongoza. Unatakiwa uhubiri, usipishane na mzee mgeni. Kwa misingi hiyo, pamoja na hayo yote, maandiko yanasema mshukuruni Bwana ni mwema. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukiona giza limetanda sana kwenye maisha yako, ujue pamekaribia kukucha. Ukiona giza limekuwa nene sana, ujue pamekaribia kukucha. Haleluya, haleluya. Sasa huu mwaka umeguswa wapi? Kuna ambao wameguswa kwenye ndoa zao, kuna ambao watoto wao wameguswa na matatizo, kuna ambao watoto wao hawajamaliza shule. Lakini kila mtu amepita mapito yake. Yaani kirambasi ni kirambasi. Unajua shetani anaweza kukufuata akakuletea tatizo, yaani akakunyimaga usingizi maisha yako yote. Matatizo ni mengi ndugu zangu. Kila mtu ana mapito yake. Lakini Biblia inatuambia shukuruni Bwana ni mwema. Haleluya. Bwana apewe sifa. Sijui ni hapa tulisoma ni kule Mwangaza. Nilikuwa nahubiria jana habari ya Ebenezer. Hata sasa Bwana ametusaidia. Kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa Samuel wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: hata Samuel alipokuwa akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Lakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Haleluya. Mambo mawili nataka tujifunze hapa. Mshindo mkubwa ukawafadhaisha. Kazi ya mshindo ni kutisha, ni kuleta hofu, ni kuleta taharuki. Alafu ile hofu na ile taharuki inaleta mafadhaiko, mtu ananyong'onyea. Unasema Bwana Yesu asifiwe, washarika wanaangalia tu hivi. Kwa nini? Wamepigwa mshindo. Mshindo gani? Ukame. Kwa hiyo wamefadhaika, hata kusema ame wanashindwa. Nguvu zinaisha. Tunasema unaweza kwenda shambani, unaogopa, unatuma mtu akaangalie. Na yule mtu akiangalia atakuletea mataarifa tofauti. Narudia. Unaogopa kwenda shambani. Kwa nini? Una mafadhaiko yaliyozidi. Unatuma mtu akaangalie. Na yule mtu anajua kabisa ya kwamba akikuletea taarifa jinsi ilivyo, utazidi kuumia. Kwa hiyo anakuletea taarifa tofauti. Kumbe ungeenda mwenyewe pale, ungeona na ungejua cha kufanya, ungefanya kitu cha usahihi. Kwa sababu unaletea taarifa ambazo sio sahihi, unaacha hata kile kidogo kinafanyaje? Kinapotea. Mafadhaiko ndio kazi ya shetani, kufadhaisha watu, kunyong'onyeza watu, kukatisha watu tamaa, kuwakate tamaa, wachoke, wakose nguvu. Umewahi kuletea taarifa ukasikia miguu imekosa nguvu? Kuna taarifa nyingine unaweza kaletewa mzee mpaka ukalala. Na saa nyingine ukakuta ni ya uongo. Biblia inasema wakati Samueli ametoa sadaka, alichokifanya Mungu ili kuwashindia vita, alileta utiisho juu ya Wafilisti. Na Wafilisti wakanyong'onyea, wakadhoofika. Katika ile hali ya kunyong'onyea, akainua imani ya Waisraeli. Haleluya. Imani ya Waisraeli ilipoinuka, wakapata nguvu ya kwenda, wakawapiga, wakawaua. Haleluya. Na nikwambie kitu kimoja, shetani hakuui mpaka akutishe. Anakutisha, unajisikia vibaya. Ukienda hospitali unaambiwa tunaona dalili kama sijui za kansa. Ukienda hospitali unaambiwa tumeona pressure yako ni mbaya. Ukienda hospitali unaambiwa tumeona yani umefikaje hapa, sukari yako ni mbaya, itabidi tukuandikie ulale. Ukishaingiza upepo, hayo maroho yanakuja.
unavaliwa sasa, unakuwa dhaifu kabisa. Asa changamoto ulionayo ni ile kukubali kuogopa. Bwana apewe sifa. Usikubali kuogopa matisho ya adui yanapokuja. Haleluya, haleluya. Usikubali. Na huu mwaka usikubali kumaliza mwaka kinyonge. Hata kama umepigwa Januari, umepigwa Februari, umepigwa mwezi wa 3, wa 4, wa 5, mwambie Mungu, nimepitia mapito miezi yote, lakini sitamaliza kwa unyonge mwaka huu. Haleluya. Kiri. Asa tumesema hivi, asante mzee mgeni kwa kigelegele. Tumesema hivi, shukrani tafsiri yake ni kukiri, ni kushukuru, ni kusifu. Haleluya. Shukrani tafsiri yake ni kukiri, ni kushukuru, ni kusifu. Kwa hiyo kiri ushindi, mwambie Bwana, hata sasa wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Haleluya. Marage yamekauka lakini moyo haujakauka, wewe ni Ebeneza. Shamba wameninyang'anya lakini uhai hawajaninyang'anya, bado wewe ni Ebeneza. Wanadamu wamenitupa, wewe Bwana umeniokota, wewe ni Ebeneza. Haleluya, haleluya. Unahitaji awamu ya kwanza. Biblia inasema hivi kwenye Samueli wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 12. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispi na Sheni, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Mungu amewapigania Waisraeli, Samueli aliinua madhabahu, akaita jina lake Ebenezer, akisema ya kwamba hata sasa Bwana ametusaidia. Hii ina maana ya kwamba walifiwa, lakini akasema hata sasa Bwana ametusaidia. Walipigwa, sanduku la agano lilichukuliwa, lakini akasema hata sasa Bwana ametusaidia. Walipigwa, wakafukuzwa nje ya mipaka yao, lakini akasema hata sasa Bwana ametusaidia. Haleluya. Na wewe unahitaji kumwambia Mungu, hujaniacha, hata sasa umenisaidia, ndio maana niko hapa, hata sasa umenisaidia. Lia na Bwana, hata kama ni kwa machozi, mwambie Bwana, nimeuona msaada wako mwaka huu. Pengine ningekufa kwa ajali, nimeuona msaada wako mwaka huu. Kiri ushindi. Kukiri ni kushukuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema aliposhukuru namna hiyo, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti. Maana yake Mungu akainua mkono wake. Mungu anapoona watu wake wanamshukuru, anainua mkono wake. Badala ya mkono wako unainuliwa mkono wa Bwana. Haleluya. Nataka ikifika Januari mtu mmoja aseme, ni mkono wa Bwana, ni mkono wa Bwana umenivusha. Ule mkono wa Bwana ulionivusha 2024 unanivusha tena na 25. Ukiulizwa ni nini, mbona unajiamini hivyo, useme ni mkono wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kiri ushindi. Tuna mapito, tuna machungu, tuna huzuni, tuna misiba, afu tuna hasira, lakini hatuna cha kufanya. Kwa nini? Kwa sababu hakunaga siku mtu mwenye imani amewahi kumshinda shetani kwa nguvu ya mwili. Hasira zetu na uchungu wetu tukiri ushindi kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo moja, kukiri ushindi. Cha pili, sikia mstari ule wa 10. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, walakini Bwana akawapiga ngurumo na mshindo mkubwa. Yaani Samueli
alipoona mateso yamezidi juu ya Israeli, alikusanya watu, ukisoma kwenye ule mstari wa 5. Akawaambia, njooni tuombe. Njooni tuombe, hii kitu hatutawaweza hawa watu. Njooni tuombe. Walipopokea wito wakakusanyika, wao wenyewe wakasema, Samueli, tusiishie kuomba tu, tufunge tuombe. Wakafunga wakaomba. Waisraeli wote wakaungana na Samueli, wakafunga wakaomba. Wakati wanaomba, Roho wa Bwana akasema na Samueli, akasema, toa sadaka. Samueli akawaambia, tutoeni sadaka. Alipoleta sadaka, eti Wafilisti wakasikia, jamaa wao wamekusanyika kule juu wanaomba. Wafilisti nao wakasema, twendeni tukawamalizie hapo. Walipokusanyana wanaenda kuwamalizia pale, wakajikuta wamejichanganya kwenye 18 za Mungu. Haleluya! Na hisi hujanielewa vizuri. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana alipoigawanya bahari ya Shamu, Waisraeli walipita katikati mahali pakavu, na Wamisri hawakujua ya kwamba Yesu alikwisha kusema ya kuwa chakula cha watoto hakiwezi kupewa mbwa. Watoto wa Bwana walipita katikati ya bahari mahali pakavu, na wale Wafilisti ambao sio watoto wa Bwana wakajichanganya kupita. Walipopita, mafuriko yakapita katikati yao, wakaishia kwenye bahari. Haleluya, 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 haleluya. Kuna mtu mmoja ambaye anamendea baraka zako, hajajua ya kwamba hizo baraka zako ni mtego kwake. Kuna mtu mmoja anamendea kukuzuia, hajajua kwamba anataka kujichanganya kwenye 18 za Bwana. Mahali ulipopita wewe, hawatapita maadui zako. Mahali ulipovuka wewe, hawatavuka maadui zako. Mahali uliposhinda wewe, hawatashinda maadui zako. Haleluya, haleluya. Na wale wake mtu ajichanganye, hatutaniwe kikombe kimoja na wao. Hicho ambacho kitatuponya sisi ndio kitawaua wao. Hiyo dawa ambayo itatuponya sisi ndio itawaua wao. Wakati watoto wa Mungu wanapona kwa hiyo dawa, wachawi na washirikina watakufa katikati ya hiyo dawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Na dawa yetu ni maombi na sadaka. Na wakati tunafanya maombi na sadaka, watakuja watajaribu kutuzuia, watadakwa katikati ya maombi yetu na sadaka zetu. Haleluya. Biblia inasema Wamisri wakasikia eti Israeli wanatoa sadaka, wanaomba, wakasema twendeni sasa. Mungu akasema, mbona haya ni madharau? Yaani mmeamua kuwafuata watoto wangu mje mwapigie nyumbani kwangu, mje mwapigie kwenye uwepo wangu. Biblia inasema Bwana akateta mshindo, wakapigwa wakaangamia. Na mimi nasema kitu kimoja, mtu mmoja aliyefanya ibada na Bwana, Bwana hatamwacha apigwe katikati ya kumwabudu. Mtu mmoja ambaye amemtegemea Mungu maisha yake yote, Mungu hatasimama aonewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi nataka yale maombi yako ukiomba, mwambie Bwana, Januari mpaka Disemba nimeenda kanisani. Kwa nini unanyamaza nipigwe mbele zako? Mwambie Bwana, Januari mpaka Disemba nimekutolea sadaka. Kuna wakati mwingine nilitoa kidogo maana hela ilikuwa itoshi. Mbona unanyamaza? Mwambie Bwana, kama ulivyonisaidia miaka ile, hata sasa nisaidie, maana ninastahili kusaidiwa na wewe. Haleluya. Sijui kama mnanielewa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ili sadaka yetu, Roho wa Mungu anisemesha sadaka yetu ya mwaka huu tarehe 1, sadaka ya shukrani, tutaita Ebenezer. Hata sasa Bwana amenisaidia. Haleluya. Usiangalie madhaifu yako ndugu yangu, usiangalie ulichokosa, angalia ulicho nacho, ambacho cha kwanza ni uhai. Angalia ulicho nacho, ambacho cha kwanza ni neema iliyokuzunguka. Mwambie Bwana, hata sasa wewe ni Ebenezer. Weka sadaka ya shukrani Krismasi, weka sadaka ya shukrani na agano jipya Januari. Haleluya. Sio buku, sio buku. Sikiliza, wakati ukifungua moyo wako ukaacha Bwana aseme na wewe, Mungu atakukumbusha yote. Haleluya. Mungu atakukumbusha.
Esha la honda da basika. Lesha la honde de bosaya. Grace kontelianda da basiki. Bwana atakukumbusha ni mambo mangapi uliyofanya na ni ya gharama gani. Na Biblia inasema kushukuru ni kukiri. Wewe ni Bwana, wewe umenisaidia, umeniokoa. Unajua ukimshukuru Mungu ni kitu gani Mungu atafanya kwako? Biblia inasema hivi, mstari ule wa 14 Samueli wa kwanza. Nayo miji ya Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa. Ilirudishwa tena kwa Israeli. Tokea Ekron mpaka Gath, na Israeli wakauokoa mpaka wake mikononi mwa Wafilisti. Tena kulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamori. Ai! Hallelujah. Hallelujah. Wakati unafanya maombi yako, wakati unamshukuru Mungu, utangaze useme kama Bwana ulivyowarudishia Waisraeli miji yao, na mimi naomba unirudishie walivyochukua kwangu. Niliuza kiwanja kwa ajili ya kumtibu mama, kile kiwanja changu kirudi. Niliuza ng'ombe kwa ajili ya mtoto shule, ile ng'ombe yangu irudi. Bwana unirejeshe vilivyochukuliwa na adui. Hallelujah. Na Mungu atarejesha. Hatutakuwa na excuse. Tumshukuruni Mungu. Hallelujah. Kila mtu jipange kumshukuru Mungu, ili Mungu akarejeshe majira na nyakati zilizoibiwa na adui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba kitu kimoja. Cha kwanza, usikate tamaa. Usilie. Usifadhaike. Usilaumu. Unamlaumu nani sasa? Ukilaumu mume, hakusaidii chochote. Ukilaumu mke, haisaidii chochote. Ukilaumu serikali, haisaidii chochote. Sikizeni niwaambie kitu. Hakuna kitu cha mbaya huku duniani. Hasa unapoona sijui changamoto tunayoyapata Tanzania, wala ukifuatilia kiroho, shida sio hao, shida ni sisi. Mungu ana tabia, watu wakijisahau anawapiga. Mkumbuke kuamka. Bwana apewe sifa. Hamjanielewa? Fuatilieni taifa la Israeli. Walipojisahau, wakafikiri mambo yanaenda tu, walipata shida. Na sisi wa Tanzania tulijisahau, tukasahau kuomba, tukamwacha Mungu, tukaabudu watu. Kwa hiyo tunachokipata tunavuna. Kwa hiyo haipaswi kulaumu. Yaani ukianza kulaumu, of course kulalamika lazima tulalamike, kwa sababu ni njia ya kufikisha pia ujumbe kwa mwenye sikio. Bwana asifiwe. Tunajua kwa wanaosema kweli, wanaosema mambo mema wanauawa. Sio kitu cha ajabu. Hata manabii waliuliwa. Manabii waliokuwa wanawaonya wafalme waliuliwa. Tunafikiri ni kwamba Mungu alishindwa kuwatetea wasiuliwe. Mungu tu saa nyingine ananyamazaga rekodi zake zikae vizuri. Kwa ni mambo ya kawaida kabisa. Ama kuna saa inafika wauawe watu wema wakijitokeza wauliwe, kuweka historia nzuri kwa vizazi vinavyokuja, wasije wakakosea tena. Hallelujah. Wasije wakakosea. Kwa na sisi tuna nafasi ya kuomba. Kulaumu haifai, lakini kusema kweli inafaa. Kutoa ushauri unaosaidia inafaa. Asa na wewe haifai kumlaumu mtu, sijui fulani ndo alinidanganya, sijui mume mke. Yale malalamiko ya kulaumu tuyapeleke mbele za Bwana, mwambie hata sasa Bwana umenisaidia. Pamoja na huyu mtoto ambaye ni changamoto, bado Bwana umenisaidia. Pamoja na huyu mume ambaye simuelewi, bado Bwana umenisaidia. Haikuwa rahisi kutembea naye mpaka nimefika Disemba, umenisaidia Bwana. Pamoja na hii hali ya ugonjwa, lakini naona bado umenisaidia. Maana nimewazika, wengine walikuwa wazima. Bwana umenisaidia. Hallelujah. Nasikia picha
na sauti yako anasema, njoo zangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu, anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia, nasikia napita na sauti yake. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu, anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia, nasikia kichwa na sauti yake. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu, anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Amani, amani ya moyo iliyotoweka, usijitafute pengine, kwake Yesu utaipata. Furaha ya kweli iliyotoweka, usijitafute pengine, kwake Yesu utaipata. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Bwana, utukufu wote, sifa na heshima zikurudie. Turehemu Bwana kwa manunguniko na malalamiko. Hata tumelalamikia viongozi wetu, tumejilalamikia serikali yetu, tumenungunika wenyewe kwa wenyewe. Turehemu Bwana, turehemu kwa damu za Watanzania zinazolia kwenye ardhi zikisema, kwa nini mvua inyeshe juu yao wakati wametuua? Damu za ndugu zetu zinazolia zikisema kwamba kwa nini wao wawe na maisha mazuri wakati wamekatisha uhai wetu. Oh Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, tunashuka chini ya miguu yako, tunaomba rehema Bwana. Damu yako iende kwenye ardhi ikanyamazishe damu za wengine zinazolia kwenye ardhi. Neema yako ikaonekane ngari Nairobi, neema yako ikaonekane Matadi, neema yako ikaonekane kwenye familia zetu. Tunapomaliza huu mwaka Bwana, tumalize kwa shukrani ya kweli, shukrani ya moyo, shukrani iliyoambatana na ukiri wa ushindi, shukrani iliyoambatana na kukusifu wewe Bwana. Tusimalize kwa unyonge, tusimalize kama watu waliokata tamaa, tusimalize kama watu waliochoka. Neema yako Bwana itukalie, neema yako Yesu itufunike, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Pigie Bwana makofi.
nikurejeshe, nikurejeshe, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Engare Nairobi, engare kijito cha maji